Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa majina yangu kama kawaida ninaitwa mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka tuzungumze juu ya huyu msanii wenu ambaye anaitwa Harmonize. Kuna kitu ambacho nataka tuzungumze juu yake, ambacho pia Mungu amenionyesha. Huyu msanii kwa jinsi ambavyo nimemwona katika ulimwengu wa roho, ninasema hili najua kuna watu wana wa kidunia wenyewe, kama ni kumfuatilia waendelee kumfuatilia kwa sababu wale kama ni watoto wa baba mmoja, wenyewe wanaelewana. Lakini nasema hili kwa ajili ya wana wa Mungu. Nasema hili kwa ajili ya wana wa Mungu. Ndio maana nasema hili ambalo Mungu amenionyesha namna huyu Harmonize, namna anavyotoa kafara, kwa kitabu kile cha Mhubiri sura ile ya 7 mstari ule wa 5, neno la Mungu nasema, heri mtu kusikiliza laumu za mwenye hekima kuliko mtu kusikiliza nyimbo za wapumbavu. Heri mtu kusikiliza laumu za wenye hekima kuliko mtu kusikiliza nyimbo za wapumbavu. Kwa hiyo nitazari kwa watu ambao wanaendelea kufuatilia na kusikiliza nyimbo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu amenionyesha. Kuna kitu ambacho Mungu amenionyesha juu ya huyu Harmonize. Kwa kitu ambacho Mungu amenionyesha, nipokuwa kwenye maombi, nimeona katika ulimwengu wa roho, Harmonize ninamuona amekasirika. Naona amekasirika. Ile hasira yake ikageuka kama kimbunga, kama kimbunga. Kile kimbunga kinapitia watu. Naona kinapitia watu ni watu wengi wanafariki kutokana na kile kimbunga ambacho Harmonize kwa sababu niona amekasirika, ndio kile kimbunga kinatokea. Kwa kweli nilipoona kile kitu sikuelewa. Sasa kimbunga amekasirika, kimbunga kinatokea, maana yake ni nini? Lakini kwenye hicho kimbunga naona watu wanakufa. Kwa hiyo kimbunga ambacho kimesababishwa na yeye, naona watu wanakufa. Nikaanza kujiuliza sasa kuna uhusiano gani? Ndipo Mungu akaanza kuniambia namna kafara anazotoa. Kile kimbunga ndio hizo nyimbo zake ambazo watu wanasikiliza, zile nyimbo ambazo watu wanasikiliza. Kwa hiyo hicho kimbunga. Kwa hiyo mtu anayesikiliza anakuwa hayupo salama muda wote ule. Yani kama wewe unamfuatilia muda wote ule, unaweza kuwa mmoja wa kafara ambazo anaweza akatoa. Wewe ambao unasikiliza, unapenda kusikia nyimbo zake. Hakuna burudani ya bure ndugu yangu. Hakuna burudani ya bure. Adui atoe burudani tu kwamba kuburudishe. Ndio bado anatengeneza mazingira kwamba uendelee kuiona dunia ni rafiki. Uendelee kuona dunia ni rafiki. Lakini dunia sio rafiki. Lazima uwe makini na hizi nyimbo ambazo unazisikia. Sio peke yake. Wapo ni wengi. Lakini kuna watu ambao wanafanya kazi hizi, wanafanya kazi hawana mikataba na shetani. Lakini kuna wengine wanafanya kazi tayari wana mikataba na shetani. Kuna wengine ni mawakati wa shetani, hawajui kama ni mawakala. Wenyewe wanaimba tu, hawajui kama ni wanamwimbia shetani. Ndio unaweza kusikia mtu anamwambia ni kipaji ambacho Mungu amenipa. Alafu sema ambao kwa sehemu tunamjua Mungu, anasema huyu mtu anaongea sio kijua kwamba ni kipaji ambacho Mungu amempa. Mungu atoe kipaji kwa ajili ya waambie watu, waambie wanawake. Mungu hana kipaji hicho. Hana kipaji. Kama ni kipaji cha Mungu, basi ujue na kitumia makosa au kitumii kwa usahihi. Kama ni kipaji cha Mungu na unadai kwa Mungu amekupatia hicho kipaji, basi au kitumii kwa usahihi, unakitumia kwa makosa. Kwa hiyo kuwa makini, ni tahadhari, kuwa makini sana. Wewe ambaye unasikiliza, unataka kusikiliza hizi nyimbo za kidunia. Wewe ndio kuku wao, wewe ndio mbuzi wao, wewe ndio ng'ombe wao, wewe ndio kondoo wao. Kwa hiyo kwenye kafara wenyewe wanaangalia mashabiki zao. Kwenye kafara angalia mashabiki hao ndio wanawatoa kafara.
Kwa hiyo na wewe ambao unasema mimi sijui nini, kwa sijui mimi code again, sijui kwa sijui nini, lazima uwe makini. Hata kama usiseme, labda unaweza usiseme kwamba mimi code again, unasikiliza tu, unasikiliza na unapenda kile ambacho anachokifanya, unasikiliza na unapenda anachokifanya. Nakwambia ndugu yangu, unakuwa upo kwenye tahadhari. Hii ni kengele inalia kwako. Hii ni kengele inayolia kwako. Adui ipo kazini. Binadamu wenzetu wameamua kujiuza kwa shetani, na hao ndio ambao wanatoa kafara binadamu wenzao kwa shetani. Kwa hiyo kuwa makini sana. Hicho ni kitu ambacho nimekiona. Kwamba alikuwa na hasira. Alipokuwa na hasira, naona kimbunga kikatokea. Sasa watu wanaanza kufa. Na kile kimbunga ndio nini? Ndio huo wimbo wake, nyimbo zake. Maana kuna nyimbo ambazo wanatoa zinavuma kweli kweli. Yani hata NSA, hata kuliko kimbunga zinavuma kweli kweli. Kila sehemu unapokwenda zinanili tu. Unazisikia unazani kipaji. Kuna nguvu ambayo iko nyuma. Wewe hauielewi. Sisi ni watumishi wa Mungu. Kazi yetu ni kuendelea kupiga kengele, na kuendelea pia kuwaasa hao ambao wanaamua kufanya hivyo. Waangalie njia zao. Mambo ya dunia ni ya muda tu. Unajua wengine wameona dunia kama pepo yao, yani kama paradiso yao. Kwa hiyo wenyewe waambii kitu juu ya mambo ya dunia. Wenyewe wameshaamua kujitoa kwenye mambo ya dunia. Wanafanya mambo ya dunia. Nakwambia ndugu yangu machozi yako, kilio chako ni kikubwa. Ni heri ukasikia sauti hii, ukagairi njia zako ambazo unazozifanya. Ugairi, ukumbuke ni wapi ambapo ulipojikwaa, ukumbuke ili kwamba ukasimame, ukainuke tena. Usiendelee huko uliko. Mungu ni Mungu wa upendo, ni Mungu anayetupenda. Mungu hajatuleta hapa duniani kwa tuteseke. Hapana, Mungu ametuleta hapa kwa upendo, ni kwa upendo wake. Lakini wanadamu tumeacha kumtafuta Mungu. Hatumtafute Mungu, ndio maana tunakaa kwenye majanga. Hapa tuna msaada. Kwa sababu gani? Tumemwacha Mungu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nimekiona. Mungu akubariki sana. Ninaendelea kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema ya Mungu kende kwa juu yako. Ninaamini hamba nayasema ambao kwa mwilini hawawezi wakanielewa, ambao kwa roho peke yao ndio wanaweza kunielewa. Ndio maana kuna mtu wa mwilini, yeye akisikia, yeye mafikiri yake tu ni kushtaki, kwamba nikashtaki, sababu yuko mwilini, sababu yuko mwilini. Lakini mtu wa rohoni yeye anaelewa kitu ambacho nakisema. Mtu wa rohoni anakielewa hiki ambacho ninachokisema. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kuja mbele zako kadri Mungu atakapozidi kunipa neema ya kuendelea Mungu anazidi kunipa neema ya kuendelea kuja na kukupasha habari zile ambazo Mungu anaweza kunipatia kwa ajili yako. Mungu akubariki sana na kusalimu kwa jina la Yesu. Shalom.